Na mtazamaji, kutoka katika kituo cha Mtakatifu Teresa wa Avila hapa Boko, jimbo Katoliki la Bagamoyo, leo tunakwenda kuitazama bustani ya sala katika eneo hili ambalo ni eneo zuri kweli ambalo linapendeza, na sister yuko tayari kwa ajili ya kutupeleka moja kwa moja katika bustani hiyo ya sala. Sister anatuongoza moja kwa moja hadi kwenye bustani ya sala ambako tunakwenda kuitazama hiyo bustani ya sala katika kituo hiki cha Mtakatifu Teresa wa Avila hapa Boko, jimbo Katoliki la Bagamoyo. Unaona mazingira ambayo yako hapa kwa kweli ni mazingira yanayovutia, ya mazingira mazuri kweli. Masista wamefanya kazi nzuri na kazi kubwa. Na sasa tunakwenda kuangalia hiyo, na baadaye tutaangalia kaburi la Yesu. Tutaangalia kaburi la Yesu, mambo mbalimbali. Kama unavyoona hili sasa ndo lango. Sister atatuambia hapa tukifika kwenye hili lango, basi sister atatuambia kitu hapa kuhusiana na hili lango. Hili ndo lango la kuingia kwenye bustani. Sister, pengine labda ungesema neno kuhusiana na hili lango, labda tunaona bustani inapendeza kwa ndani kweli. Kuna jambo lolote ambalo unaweza kutuambia? Wapendwa watazamaji, kama alivyosema mwanahabari wetu, hii ni lango la kuingia ndani ya bustani ya sala. Kama tunavyoona hapo juu imeandikwa Karmeli bustani ya sala. Kama tulivyosema mwanzoni kwamba Karmeli ni bustani, lakini inajipambanua katika swala hili zima la sala ya taamuli au contemplation. Lakini tukiendelea tukaingia ndani ya bustani, hapa tukisimama hapa katika hii njia ya katikati, tunaona kwamba bustani yetu imegawanyika katika sehemu kuu mbili za msingi. Hapa katikati yupo moyo mtakatifu wa Yesu aliyepanua mikono akituambia sisi wote, njooni kwangu ninyi msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini kutoka katika hii center ya bustani ambayo ni kama kitovu, moyo mtakatifu wa Yesu ni kitovu cha bustani, upande wetu wa kushoto bustani imesheheni tasahufi ya Kikarmeli. Yaani sala, maisha ya kiroho ya Kikarmeli ya wale wote watakatifu waliokunywa katika kisima cha chemichemi ya nabii Elia. Na Elia alikunywa kwenye neno la Mungu kama wanavyofanya Wakarmeli wote, na kutoka kwenye neno la Mungu wakafanyika watakatifu. Tuna watakatifu wakubwa walimu wa kanisa, tuna Yohani wa Msalaba, tuna Teresa wa Avila, Teresa wa Mtoto Yesu. Na kama tunavyoona upande wa kushoto huku, basi hivyo vibanda vinavyoonekana vizuri vimefungwa ndani, vina ufupisho wa mafundisho yao watakatifu wakubwa walimu wa kanisa. Na ukija ukatembelea ukaingia ndani, utakuta viti, utakuta meza, utakuta mikeka, lakini utakuta huo ufupisho wa hayo mafundisho mazuri kabisa, na yatakusindikiza katika safari yako ya kiroho. Vibanda viwili vinavyofuata kwa chini, kibanda kimoja wapo ni cha waanzilishi wa shirika letu, mwenye heri Mama Crucifissa Curcio na Padre Lorenzo Vanderbilt, ambao ndio walianzisha shirika letu la misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, ambao na wenyewe wametuwekea hapo mafundisho mazuri sana ya kiroho ambayo ukikaribia unayatafakari. Lakini kibanda kinachofuata ni kibanda cha msingi sana ambacho kina hatua 8 za kutafakari neno la Mungu, la kutafakari Biblia. Mara nyingi tunafikiri kwamba unachukua Biblia unasoma alafu unaanza kushirikisha. La hasha. Ziko hatua nyingi, ziko hatua 8 nzuri ambazo zinakualika kuandaa kwanza mazingira, kusoma kwa umakini, kutafakari kwa kutumia akili yako, kuzama katika hilo neno ulilolisoma, ndio sala ya taamuli, halafu kuendelea mpaka kwenda kulitolea neno ushuhuda, kama anavyotuambia Mtume Yakobo kwamba imani bila matendo imekufa. Lakini kabisa nyuma ya vibanda hivyo vilivyofungwa kuna historia nyingine kubwa na nzuri sana ya nabii Elia akiwa juu ya mlima Karmeli. Ukigeuka ukiangalia hivi upande wa kushoto utaona kwamba kuna sanamu yenye mtu aliyeshika upanga mkononi. Hiyo ni historia ya nabii alipowaua manabii 250 wa Baali, manabii wa uongo, akitetea imani kwa Mungu mmoja wa kweli. Na kutoka hapo basi, baada ya tukio hilo la kutoa sadaka na sadaka ya nabii Elia ikakubaliwa, Elia alitaka kuuawa na Malkia Yezebeli, akakimbia kutoka mlima Karmeli akaenda mlima Horebu mpaka panapo pango. Kwa hiyo ukiangalia kutoka umbali wa huo mlima Karmeli na kufika kwenye pango, katikati kuna bwawa la maji. Hilo sio bwawa la swimming pool, lakini ni bwawa na lenyewe la kimaandiko la kihistoria. Elia alitoka kwenye huo mlima Karmeli akavuka mto Yordani akiwa anakimbia akafika kwenye kijito kingine kidogo kinaitwa Kericho, ndipo akaenda ndani ya pango akajificha pale. Akiwa pale tunaambiwa na maandiko kwamba
likapita tetemeko la ardhi, ikaja upepo wa kisulisuli, lakini hatimaye ukaja upepo mwanana kabisa. Ndipo akaanza kusikia sauti ya Mungu inamwambia, Elia, unaenda wapi? Alipoanza kujieleza yaliyokuwa na msibu, akaambiwa, amka ule unywe, kwa sababu bado ninakuhitaji. Wakati anafikiria kwamba atakula nini jangwani, ananyanyua macho, anaona kunguru amemletea mkate. Kama unaangalia vizuri hapo kwenye pango utamwona kabisa kunguru tumemweka amebeba mkate mdomoni. Na tunaambiwa na maandiko kwamba kwa nguvu ya chakula hicho Elia alitembea siku 40 usiku na mchana kwenye jangwa. Ndiyo maana ya huo mchanga tuliouzungushia hapo kwenye bao kuonyesha kwamba hilo ni jangwa alikotembea nabii akiwa amelishwa na neno la Mungu. Lakini sambamba na hii historia fupi niliyokupa, kuta za chini zote hizo unazoziona zimechorwa mafumbo ya ukombozi, yaani rozari takatifu, kuanzia matendo ya furaha mpaka matendo ya mwanga mwisho kabisa. Inapoishia ukuta inaishia matendo ya rozari, tuna guloto la mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli ambalo limebeba ahadi za skapulari. Skapulari utamaduni wake ni katika Karmeli. Tunaambiwa na legenda za kihistoria kwamba Bikira Maria alimtokea mmojawapo wa eremiti wa Karmeli anaitwa Simon Stock, akamwonyesha hilo vazi, ishara ya ulinzi na upendeleo wa mama Bikira Maria wanaomheshimu kwa kuvaa hilo vazi lake la skapulari. Kulia na kushoto kwa hilo groto la Bikira Maria lenye hizo ahadi za skapulari tunao mashuhuda wawili ambao walifanyika watakatifu wakubwa kama tunavyowafahamu kutokana na hiyo ibada ya kimaria. Upande wa kushoto ni Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa pili, na upande wa kulia yupo mwenye heri Isidori Bakanja Mkarimeli Mlei, ambaye mpaka aliuawa akamwaga damu yake akafa shahidi kwa ajili ya ibada kwa Bikira Maria. Kutoka hapo tukipandisha kuta zinazopanda mkono wetu wa kulia ni njia ya msalaba. Na bahati nzuri sasa hivi tuko kwenye kipindi cha Kwaresima, basi tunapewa kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kama mafumbo makuu ya ukombozi wetu. Lakini njia hii ya msalaba ina upekee wa vitu viwili vya msingi ambavyo vinaitofautisha labda na njia ya msalaba nyingine unayoifahamu. Njia ya msalaba ya bustani hii ya sala, kama ilivyo kwenye rozari, unapewa tafakari ya neno la Mungu iliyokolezwa au iliyoelezewa kwa uzuri kabisa na mafundisho ya watakatifu wa Karmeli, watakatifu mbalimbali. Kwa utakuta upande wako wa kushoto kuna nukuu ya neno la Mungu, upande wako wa kulia wa kila kituo, kila tendo la rozari kuna hayo mafundisho ya watakatifu wa Karmeli. Lakini unapofika kituo cha 14, Yesu anazikwa kaburini. Anazikwa wapi? Kaburi la Yesu liko pale. Tutafika pale utaliona kwa uzuri, na basi hapo ni kutukumbusha kabisa kwamba kifo hakina sauti ya mwisho katika maisha yetu. Kama tunavyosali daima katika mbiu ya Pasaka kila mwaka, kuzaliwa kwetu kusingetufaa kitu kama tusingekombolewa. Kwa hiyo kaburi lipo, lakini tunanyanyuka kutoka kaburini, tunaanza njia ya mwanga, kwamba maisha hayakuishia kaburini, lakini Kristo ni mzima, yuko hai na amelianzisha kanisa ambalo sisi ndo tunaendelea kulisimamia na kuliendesha. Kwa hiyo kutoka kaburi la Yesu tunaanza njia ya mwanga ambayo ni tafakari ya kiroho ya kiliturujia katika kanisa Katoliki inayomwalika muumini kutafakari maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo katika zile siku 50 za Pasaka. Maisha ya Yesu baada ya kufufuka, alienda wapi, alifanya nini? Basi ndio tunatafakari katika njia hii ya mwanga. Kuanzia alivyomtokea Maria Magdalena mpaka siku ya Pentekoste ambayo ndio kuzaliwa kwa kanisa.